nimeita kwa ajili ya kutaka kutoa ufafanuzi wa taarifa ambazo zimetolewa za upotoshaji kwa siku ya leo tarehe 27 Oktoba mwaka 2025, ambazo zimetolewa na mgombea wa nafasi ya urais na ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Othman Masoud Othman, leo alikuwa na kikao na waandishi wa habari katika ukumbi wa Golden Tulip. Katika mkutano wake huo na waandishi wa habari, pamoja na mambo mengine, alitoa tuhuma mbalimbali dhidi ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar katika uendeshaji wake wa shughuli zilizopangwa kwa ajili ya uchaguzi na yale ambayo yatafanyika katika uchaguzi. Katika tuhuma hizo kwa tume, ndugu Othman Masoud Othman alitoa tuhuma kama 5. Ya kwanza, alizungumza kuhusiana na upigaji wa kura mapema. Alituhumu tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwamba imepanga mipango ya kushirikiana au inashirikiana na Chama cha Mapinduzi pamoja na vikosi vya SMZ kwamba katika tarehe 28, siku ambayo itakuwa na upigaji wa kura mapema, kwanza yeye alisema kura ya mapema imeanzishwa kwa madhumuni ya wizi baada ya chama cha CCM kushindwa uchaguzi wa 2015. Kwa hiyo akasema kwamba kwa mwaka huu tume imetangaza orodha ya watu zaidi na wale wanaohusika na sheria hiyo, na amedai kwamba wameingizwa makada wa CCM na idadi kubwa ya wagombea wa vyama vya siasa pamoja na watu ambao wamefariki, pamoja na tuhuma nyinginezo alielezea. Lakini alieleza vile vile kwamba majina ya wanaopiga kura mapema yamebandikwa kinyume na sheria, kwa sababu kasema katika orodha hiyo ilikuwa haina picha za wale wanaopiga kura mapema. Lakini vile vile alitoa tuhuma nyingine, alisema kwamba tume ina mikakati au njama kuwatoa mawakala kwenye vituo vya kupiga kura. Na asema njama hizo vile vile tume imepanga kushirikiana na CCM na vikosi vya SMZ kuondoa mawakala aidha katika upigaji wa kura au kukusanya matokeo au wakati wa uhesabu wa kura ili kupenyeza kura feki na kuharibu matokeo. Tuhuma ya 3 aliyoitoa dhidi ya tume, alisema kwamba tume ina mpango wa kupika matokeo, na asema kumeandaliwa matokeo ambayo tume inayo mikononi mwao na kwamba matokeo hayo ndio yaliyopangwa kutangazwa. Tuhuma ya 4, anasema kwamba tume ina mpango wa kufuta uchaguzi wa baadhi ya majimbo wa visiwani Unguja ambayo wanatambua hawawezi kuyapata, yani CCM hawezi kuyapata. Alitaja majimbo hayo ni Pangawe, Mwanakwerekwe, Kijini, Nungwi na Malindi. Na alisema lengo la kufuta uchaguzi wa majimbo hayo ni ili kuleta uchaguzi wa marejeo, ambayo anasema kwamba tunaamini kwamba wao watasusia uchaguzi ili wagombea wa CCM wapite bila ya upinzani. Na tuhuma nyingine ya 5 dhidi ya tume aliyoeleza ni kwamba kuna vitisho kwa watumishi wa umma, walimu na vikosi, na kwamba anasema njama kama hizo zilitumika kipindi cha uandikishaji ambapo watu ambao walikuwa hawana sifa waliandikishwa, lakini wenye sifa hawakupewa fursa kuandikishwa kwa makusudi, na vile vile kwamba tume iliandikisha watu ambao walikuwa chini ya umri. Sasa hizo tuhuma zote ambazo zimetolewa na mgombea huyo ni tuhuma ambazo
hazina uthibitisho, na kwa ufupi naweza nikasema ni tuhuma za uongo. Ndugu waandishi, kura ya mapema imeanzishwa Zanzibar kwanza kutokana na ripoti ya waangalizi wa kimataifa baada ya uchaguzi wa 2015, ambapo ilionekana watendaji wengi wa tume pamoja na waliokuwa wamesimamia masuala ya usalama walikosa fursa hiyo ya kupiga kura 2015 kwa sababu tofauti, nyingine ikiwa kushambuliwa na wafuasi wa vyama wakionekana kama ni mapandikizi. Kwa hiyo katika moja ya waangalizi wa kimataifa ambao walikuwa ni ISEF SADC, katika taarifa yao, katika mapendekezo yao, walipendekeza kutafuta njia mbadala kwa watendaji wa tume pamoja na wale wote wanaosimamia siku ya uchaguzi ili waweze kupata fursa ya kupiga kura, na walitoa mifano tofauti ya nchi nyingine ambazo wana utaratibu wa kura mapema. Na ripoti hiyo tunayo, mkihitaji mnaweza mkaipata kwa mkurugenzi. Na serikali baada ya kupata mapendekezo yale ikafanya kazi, ikaona kweli kulikuwa na msingi wa kuweza kuanzisha sheria ya kuweza kufanya watendaji wote na wote wanaoshughulika na masuala ya ulinzi wa usalama siku ya uchaguzi waweze kupata fursa hiyo ya kupiga kura. Kwa hiyo baada ya kutayarishwa sheria ya 2018 namba 4 na kanuni zikatayarishwa ambazo zinatoa mwongozo wa jinsi gani kura mapema inavyopigwa, na katika mwongozo huo haitoi fursa yoyote ya wizi katika uchaguzi. Ni utaratibu ambao umewekwa mzuri, na nchi nyingi ina utaratibu ambao kama huo, na inakuwa haitoi fursa hiyo kama ambavyo tume hizo zimeelezwa. Lakini orodha ambayo imewekwa kwa ajili ya upigaji wa kura mapema si ya mtu yote au watu ambao mgombea huyo amewataja. Orodha iliyowekwa ni watendaji wa tume, wale wa kudumu na wale wa muda. Maana tumeajiri watendaji wengi wa muda kwa ajili ya kipindi hiki cha kusimamia uchaguzi, pamoja na wale wote wanaosimamia ulinzi na usalama na wengine wote wanaofanya shughuli ambazo zinaendana na uchaguzi. Lakini zaidi ya hayo hakuna jina lolote la mtu ambaye amefariki lipo katika orodha wanaopiga kura mapema, na yeye atuletee majina hayo basi, au aseme ni nani na kituo kipi kuna jina la mtu ambaye amefariki. Na kiujumla majina yale ambayo tumeyaweka yapo kwenye daftari, yote ni ya wapiga kura, na hakuna mpiga kura ambaye uko chini ya miaka 18. Moja ya sharti la kuweza kuwa mpiga kura ni uwe umetimiza umri wa miaka 18 na uwe na kitambulisho cha Mzanzibari. Lakini alizungumza kuhusiana kwamba tumeweka orodha, na kwa nini hatujaweka kama ilivyo kwenye daftari. La kwanza, daftari likishakuwa generated huwezi ukalitoa ukalimega vipande ili uweze kuliweka pembeni. Lenyewe linatoka kama lilivyo na ndio limewekwa katika vituo vyote. Lakini la pili, katika uchaguzi mkuu, sheria namba 4/2018 kifungu cha 39 ndio kinaelezea siku 7 kabla ya uchaguzi kuwekwe daftari kwenye vituo ili wananchi waweze kuangalia na kuona wenzao. Lakini katika kura mapema, kanuni ya 39 kanuni ndogo ya 5 inazungumzia kwamba msimamizi wa uchaguzi wa wilaya ataweka orodha. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kanuni, ni kwamba orodha ndio hiyo iliyowekwa. Kwa hiyo ni utaratibu ambao tumeufuata, na ukifanya vinginevyo inakuwa umekiuka sheria na kanuni za uchaguzi. Lakini kuhusiana na tuhuma za njama za kutoa mawakala, zote ni tuhuma za uongo. Ni tuhuma ambazo wamebuni. Lengo najua nalijua wenyewe, lakini vile vile kusema tuhuma kupika matokeo na yenyewe ni uongo. Ningemtaka kama na uthibitisho afanye hivyo ili wananchi waweze kuelewa. Lakini kikubwa mara nyingi, na tuna mifano au tuna uzoefu na mambo kama hayo, hususan katika chama hicho cha ACT, wanatayarisha story au matukio ambayo baadaye wanakuja wanafanya wao wenyewe. Naweza nikatoa mfano wa uchaguzi wa Mtambwe. Mgombea wao wa uchaguzi wa marudio
Mgombea wao alitoka, alisema kwamba amemkamata mtu na kura. Alikuwa amepewa kura zaidi ya moja. Swala ambalo lilikuwa si la kweli, na tulifanyia uchunguzi tukagundua ni yeye mwenyewe alitupa kura kwa nje, alafu baadaye akaifuata ndo katoka nayo nje na kuita waandishi wa habari ili kuleta taharuki. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo wanayasema, ni mambo ambayo huwa baadaye wanakuja wanayafanya, alafu wasema tulisema kwamba tume itafanya hili na hili, ambapo kitu ambacho si cha ukweli. Lakini inasikitisha sana na ni aibu kuona mtu ambaye mweledi wa sheria kutoa taarifa za uongo na za uzushi, taarifa ambazo hawezi kuthibitisha kwa sababu ni za uongo. Ni aibu kwa kweli kwa mtu ambaye ni mweledi, mwanasheria. Na kikubwa andishi, tungekuwa na lengo hilo, tulikuwa na kisu cha kufanya hivyo, kwa sababu kama nakumbuka mwezi wa 9 tarehe 10, wakati wa kurejesha fomu, mgombea huyo fomu zake zilikuwa hazijakamilika kisheria, zilikuwa batili. Lakini tume kwa busara, na kwa busara kubwa, kwa sababu ya kuwepo na ushindani wa kisiasa lakini na kukuza demokrasia, tuliweza kuhalalisha fomu zile na tukampa muda kwa ajili ya kuweza kukamilisha na kuweza kuteuliwa. Sasa tungekuwa na lengo lolote dhidi ya mgombea huyo, tulikuwa na sababu nzuri sana tena ya kisheria, na yeye mwenyewe anajua kwamba alikuwa fomu zake hazijakamilika. Sasa ni nasikitika kwamba analeta tuhuma ambazo lengo lake ni dhahiri kabisa ni kuleta taharuki. Anataka kuleta taharuki kwa jamii, na sidhani kama amependelea sana kuona kumekuwa na utulivu na hali ya amani kipindi chote cha kampeni. Sasa hii ni kujaribu sasa kuchochea mambo ambayo yanaweza kaleta yataleta vurugu, sababu anajaribu kuzungumza mambo kwa ajili ya kugusa jamii, ili jamii baadaye iweze kuwa rahisi kufanya mambo ambayo yanaweza kaleta uvunjifu wa jamii. Kwa hiyo sisi kama tume, na mimi kama mwenyekiti, natoa onyo kwa mgombea huyo kuacha mambo hayo. Ni vyema kuacha mara moja kutoa habari za uongo zenye lengo la kuchochea vurugu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wananchi hawahitaji vurugu, hawahitaji mambo kama hayo ya uchaguzi. Tunahitaji uchaguzi wa amani. Kwa hiyo taarifa zozote zile ambazo si za kweli, kwa kweli sisi tunazikemea na tunazionya. Lakini tunashauri mamlaka zinazohusika na ulinzi na usalama kuchukua hatua stahiki ili kuepusha uvunjifu wa amani. Kwani ni wazi lengo la kutoa taarifa hizo za uongo ni kugusa hisia za watu ili waweze kuchukua hatua ambazo zinaweza kusababisha taifa letu kukosa amani. Kwa hiyo kwa vyombo ambavyo vinahusika na ulinzi na usalama wawe makini sana kwa taarifa ambazo za uongo na za uchochezi ambazo zinatolewa na wagombea, ili kuweza kuzuia lolote ambalo linaweza likaharibu amani na utulivu tuliokuwa nayo. Lakini natoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa hizo za uongo, na ningependa kuwajulisha kwamba tume ya uchaguzi itasimamia na kuendesha uchaguzi huu wa mwaka 2025 kwa kufuata sheria, kwa kufuata kanuni, kwa kufuata miongozo, na itahakikisha kwamba uchaguzi unafanyika ulio wazi, uchaguzi ulio wa haki, wa uhuru na wa uadilifu. Kwa hiyo wananchi wote wajitokeze mamia kwa maelfu kwa amani kabisa siku ya tarehe 29 kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka katika ngazi ya urais, uwakilishi na udiwani, na baadaye warudi nyumbani kwa amani kusubiri matokeo ya uchaguzi huo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana.